chama. Kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama nitangaze kwamba ofisi za makao makuu ya chama kuanzia leo zimefunguliwa tena rasmi na kazi hapa makao makuu zitaendelea kama kawaida. Hivyo viongozi tulikuwa tunawahimiza mara kwa mara viongozi wetu wa chama maeneo mbalimbali ya nchi kutokana na tafsiri hiyo ya hukumu ya mahakama kuendelea kuzifungua ofisi za chama, kuendelea kufanya kazi za chama katika maeneo yao kutokana na tafsiri yetu juu ya mawanda na mipaka ya hukumu hile, lakini bado vyombo vya dola vikawa vinatumika katika kesi ya kiraia ambayo polisi hawakupaswa kuhusika nayo kabisa, kuzuia ofisi za chama kutumika. Hivyo sasa ofisi za chama nchi nzima ambazo zilikuwa bado hazijafunguliwa zifunguliwe rasmi na kazi za chama za kiofisi ziendelee nchi nzima. Na kwa kuwa chama hiki ngazi ya taifa hakiongozwi na katibu mkuu peke yake, katibu mkuu ni mtumishi tu akiongoza secretariat ya chama, lakini katibu mkuu juu yake wako viongozi wakuu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wa chama, mwenyekiti Tundu Lissu ambaye yuko gerezani. Nje ya mwenyekiti Tundu Lissu walioko nje ya gereza yuko makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, yuko makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee. Viongozi hawa kwa umoja wao wanaiongoza kamati kuu ya chama ambacho ndio chombo kinachosimamia secretariat ya chama, lakini ndio chombo ambacho vile kinafanya kazi kwa niaba ya baraza kuu na mkutano mkuu wa chama, kikisimama kwa niaba ya wanachama wa Chadema nchi nzima. Kwa ukubwa wa mapito tuliopitia ya kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa siku hizo 309 au 310 na kwa majukumu ambayo yako mbele yetu, nitangaze tu kwa nafasi vile ya mtendaji mkuu wa chama kwamba tunaita kikao maalum cha kamati kuu haraka sana tarehe 28 na 29 mwezi Aprili. Wajumbe wa kamati kuu wasafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa wale wajumbe ambao hawako hapa Dar es Salaam, wafike makao makuu ya chama ili tuwe na kikao maalum cha kamati kuu ya chama. Na baada ya kikao hicho cha kamati kuu tutafakari kwa pamoja mambo mbalimbali ikiwemo tunafahamu kwamba kamati kuu ilikutana kwa njia ya kidijitali, kwa njia ya teknolojia ya mtandao kwa sababu ya zuio hilo la kimahakama mwishoni mwa mwezi Novemba, na ikaendelea na vikao kazi vya kamati kuu mwezi Disemba, na hatimaye ukatoka msimamo wa chama uliokuwa na maazimio mbalimbali ya kamati kuu ya chama. Kwa tutakutana tarehe 28 na 29 kutafakari uendeshaji wa chama. Na ndugu wanahabari na ndugu wa Tanzania, yapo ambayo yatazungumzwa na chama kwa mmoja wetu baada ya kuwa kamati kuu imekutana, baada ya kikao maalum cha kamati kuu kitakachokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026 hapa makao makuu